majina naitwa Mohamed Emeli Issa, ni mkurugenzi kanda taasisi ya PIRO kwa upande wa Unguja. PIRO ni Popular Inspiring and Relief Organization, ambayo ni taasisi inayojihusisha na masuala mbalimbali ya kijamii, hususan katika utoaji na ufikishaji wa elimu ya afya uzazi katika jamii. Leo tumekutana na watoa huduma katika vituo vya afya, lakini pia watoa huduma ngazi ya jamii kwa ajili ya kuweza kufanya mafunzo yanayohusiana na huduma rafiki kwa vijana na huduma baada ya kuharibika kwa mimba. Mafunzo haya ni mahususi kwa watoa huduma, lakini pia ni mahususi kwa wale walengwa wote ambao wanahitaji kupata huduma baada ya kuharibika kwa ujauzito. Na mafunzo haya tumeyalenga sana kwenye vituo vya afya na kutoa huduma rafiki kwa vijana, lakini pia kama wahudumu wa afya ngazi ya jamii ni wadau wakubwa ambao wanahamasisha jamii namna ya kuvitumia vituo vya afya na huduma rafiki kwa vijana kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali za kiafya, ikiwemo huduma ya uzazi wa mpangilio na huduma nyingine za rufaa, pamoja na ushauri nasaha na masuala yote yanamhusu mama mjamzito ama mama aliyoharibikiwa na ujauzito ama aliyepoteza ujauzito wake. Kipande wa mafunzo haya yamefanywa na taasisi ya PIRO kwa kushirikiana na kitengo shirikishi cha afya mama na mtoto IRCH, lakini chini ya udhamini wa mradi ambao uko hapa Zanzibar unatekelezwa na Engender Health. Kwa upande wa mapokezi ya mafunzo haya, tumeona wahudumu wa afya na wahudumu wa afya ngazi ya jamii wamepokea vizuri na wamekuwa na mwitikio mzuri, na tunashukuru. Wito wetu kwa jamii na wito wetu kwa watoa huduma pamoja na watu wote kupata mashirikiano. Jambo la mashirikiano ni swala muhimu sana. Tumeona kwamba kuna gap kubwa baina ya jamii na vituo vya afya. Kwa hiyo tunataka kuunganisha vile vituo vya afya na wanajamii kwa ajili ya kutoa huduma na kupata huduma stahiki. Lakini pia tunashukuru serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kupitia Wizara ya Afya. Tumeona miundombinu mizuri kwenye vituo vya afya, lakini pia tumeona huduma mbalimbali zikitolewa kwa ubora zaidi. Tuendelee kusisitiza na kuunga mkono juhudi za serikali kupitia Wizara ya Afya, lakini pia tuombe zaidi kwa wahudumu wa afya kuweza kuwa na moyo wa kujitolea kwa ajili ya kutoa huduma kwa jamii. Naitwa Wanu Bakari Hamisi, nafanya kazi kitengo shirikishi cha afya uzazi na mtoto na ratibu huduma za huduma rafiki kwa vijana pamoja na huduma za uhamasishaji na mabadiliko ya tabia kwa jamii ili waweze kutumia huduma za afya uzazi. Kwa leo hapa tumeandaa mafunzo haya, lengo kubwa ni kuwapatia elimu na ujuzi watoa huduma wenzetu ili waweze kwenda kuhudumia vizuri wale wateja wetu ambao wanakuja ili kufuata huduma, na kama nilivyosema, hususan vijana ambao niseme ni changamoto kubwa kwetu katika kuwahudumia vijana, kwanza kutokana na niseme ile hali yao ya kimaumbile, kwa sababu kijana anatoka katika kipindi cha utoto anaingia katika kipindi cha utu uzima. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo anapitia, saa nyingine yeye mwenyewe hatambui ni vitu gani, na baadhi ya hivyo vitu vinaweza kumpelekea katika kuingia katika tabia hatarishi. Kwa hiyo tumewaleta watoa huduma wetu hapa kuwapa uwezo wa kuhudumia hawa vijana ili waweze kupita vizuri katika hatua hii ya ukuaji ya kutoka kwenye utoto kwenda kwenye utu uzima. Katika kufanya mafunzo haya tumechagua watoa huduma kutoka sehemu mbalimbali za Unguja, na washauri mama wanapopata tatizo lolote la kiafya wahudhurie katika vituo vyetu vya afya ili waweze kwenda kupata huduma sahihi, wasibaki tu majumbani, ikiwemo haya masuala ya kuharibika kwa mimba. Naitwa Zainab Haji Usman, ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii, yani CHW kwa shehia ya Makoba na natumia kituo cha Makoba. Mafunzo ya leo nimeyapokea kwanza kwa furaha. Mimi mwenyewe nina furaha kuyapata kwa sababu ninafanya kazi zangu kwa mujibu wa elimu yangu, na nashukuru serikali yangu kwa kunipatia mafunzo haya pamoja na kunipeleka chuoni. Sina cha kusema isipokuwa naunga mkono tamko rasmi na uwakilishi wake Dr. Mwinyi
kutuingiza chuoni na kulipia gharama zote. Kwa hiyo kwanza nionyeshe kwamba nimetoka chuoni salama na nimehitimu mafunzo yangu kwa mujibu nilivyotakiwa kuyapata, na leo hii ninapokea mafunzo haya ya uharibifu wa mimba kwa vijana. Kwa kweli vijana wetu wako katika hatari ya uharibifu wa mimba, na jamii zetu tunajitahidi kuwapa elimu, lakini kuna zile mila potofu ambazo mtu akiharibu mimba labda mwezi wa kwanza au wa pili anachemshiwa mdimu, sijui rangi ya chai, sijui mara mwingine. Kwa tunaihamasisha jamii ipokee hili kwamba uharibifu wa mimba ni changamoto katika jamii zetu. Jina naitwa Hamida Makame Haji, ni muuguzi mkunga kutoka kituo cha afya Mahonda. Changamoto kubwa ya uzazi naona kwa vijana na wanawake katika jamii ni ukosefu wa elimu, kwa sababu vijana wengi wana ukosefu wa elimu, kina mama wengi wana ukosefu wa elimu kuhusiana na mambo ya uzazi. Hata kama pengine mtu anatarajia kwenda kupata ile huduma, lakini kutokana na upotovu na ukosefu wa elimu, basi yeye inamrejesha nyuma kwenda kupata ile huduma, kwa sababu pengine atapata vishawishi ambao hawana elimu kuhusiana na mambo ya uzazi. Kwa hiyo anapotosha na kurudi nyuma kuja kupata ile huduma ya uzazi.